Lakini shukrani za pekee ni washukuru wakina mama ambao bila wao mambo hayakamiliki. Ukitaka mambo yakamilike kwa wepesi na kwa urahisi na kwa sahal, ni kuwapa nafasi wakina mama. Na kwa hadhara yetu ya SUA huwa tunawapa nafasi sana kina mama, na nimeona kule wamejazana pande wangu wa kushoto kwa wingi. Mama zetu wale, Mwenyezi Mungu awajaze khairi, kwa sababu wao ndio asili ya Uislamu. Uislamu usingefikia hapo ulipo, lakini kwa sababu ya mama Khadijatul Kubra, ambaye amempokea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na akawa mke wa kwanza wa Bwana Mtume Muhammad, na Mtume kukumstahi mama huyu hakumuolea mke mwingine juu yake mpaka alipokufa. Na hata pale ilipokuwa amefariki alihuzunika sana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kulikuwa na misiba miwili iliyompata katika mwaka ule, mpaka mwaka ukaitwa mwaka wa huzuni. Kwa hiyo wakina mama tunawashukuru, na muendelee hivyo hivyo kutunga mkono, muendelee hivyo hivyo kuwa pamoja na sisi kuhakikisha kwamba Uislamu unakwenda mbele. Bwana Mtume sallallahu alaihi kuhusu mama Khadija kidogo kuonesha manaqib ya mama Khadija. Mama Khadija moja mambo makubwa hayakufanywa na mtu yote, kwa sababu kwanza ndio mtu wa kwanza kumwamini Mtume, na katika watu katika wanawake ni mtu wa kwanza, lakini katika Waislamu wote pia ni mtu wa kwanza. Halafu katika wanaume akawa Saidina Abubakar Siddiq kama inavyofahamika katika tarehe. Lakini mama Khadija ndio alimtuliza Mtume wakati wa mara ya kwanza. Akamuona mtu ambaye hajui ni mtu wa sampuli gani, kumbe ni malaika Jibril anamletea wahai. Alishikwa na fadhaa kwa mara ya kwanza kumuona mtu wa namna ile. Kwa ufupi, aliporudi nyumbani akamweleza mkewe mama Khadija, na mama Khadija kwa akili yake kubwa na ushauri wake mzuri akamwambia, huyu isije ikawa ni katika wale malaika ambao wamekuwa wakiwajia mitume waliotangulia nyuma huko, huyu itakuwa ni Jibril. Akamtuliza Mtume sallam, akambembeleza, akamuondosha hofu, na hofu ikaondoka. Na hii ndio kazi ya kina mama, wao kazi yao kuwafariji watu, na mama Khadija amefanya hivyo. Mama Khadija ni katika mama wakubwa kabisa katika mama zetu sisi Waislamu. Mambo mengi kifanya, katoa, alikuwa ana uwezo mkubwa wa kimali, pia ametoa mali zake kwa ajili ya kunusuru Uislamu na kumsaidia mume wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana unaona mfano ule bado unaendelea kwa kina mama tunao, na Mwenyezi Mungu kwa ubora waliokuwa nao kina mama. Hata katika Qur'ani hakuna sura inaitwa suratul rijal, lakini ndani ya Qur'ani katika sura 114 kuna sura inaitwa suratun nisa, kuonesha tu ubora wa kina mama na jinsi ambavyo wanaweza wakafanya mambo yakawa, wakitaka jambo liwe lawa, na pia wakitaka jambo lisiwe haliwi. Wakitaka jambo fulani lisiwe haliwi, Sheikh, haliwi. Naam, haliwi. Akitaka jambo liwe litakuwa. Nitakupeni kisa kimoja tu. Mimi nimekuja kushukuru, mimi nafasi yangu ndio kushukuru, sio ya mawaidha, lakini nafaa kudonoa baadhi ya mambo kidogo. Mara moja kulikuwa na mtu mmoja akijifakharisha sana kwamba hawezekani, ni mtu mkubwa sana na uwezo mkubwa na nini. Halafu akasikika anawabeza wanawake, bana maana ni mashaitani, ni hivi ibilisi na nini. Kwa mama mmoja kamsikia, akakaa kimya. Siku hiyo akaja yule kijana anamwambia, mama, mimi nina haja ya kutaka kuoa. Basi nitakupatia mke mara moja. Tena mke huyo ni binti ya mfalme kweli, lakini mfalme alikuwa na binti amezaliwa miguu yake imekaa ovyo, bichwa lake kubwa sana,
macho yamemtumbuka, hana shepu, hana chote, anatisha. Kisha akaenda kwa mfalme, akamwambia huyu mwanao amekaa siku nyingi hana mume, atapata wapi mume kwa hali alionayo? Hata mume yupo, mume nitakuletea mume, kijana barobaro. Basi huyu tutampa nyumba, tutampa uwezo, atakuwa nakaa tu, hakuna kufanya kazi huyo. Katayarishwa nyumba na kila kitu na nini. Siku ya koa ikapangwa, kisha akaenda yule kijana akaozwa. Alipokwenda kumuona yule mkewe jinsi alivyo kazua salala sallu ala taha. Nafanyaje? Alafu ni mfalme sasa, unawezaje kuepuka kitu kama hicho? Mfalme unaweza kuepuka na yeye kashapata mkwe. Hali ilikuwa ngumu sana kwa kijana, alikonda kwa muda mfupi sana, mpaka siku akamwambia mama, unakwenda kuniingiza sehemu kama ile? Akamwacha tu kiasi ya mwezi. Baada akamwambia nitakutoa bwana mdogo, nitakutoa nitakutoa, wewe usikushindana na Mungu, lakini nitakutoa kisha nitakwambia. Kisha siku moja yule mama akajitengeneza, kisha akaenda kwa mfalme. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mfalme, nimekuja bwana, kuna kitu nimekigundua. Kitu gani? Kumbe yule kijana ambaye tumemwozesha binti yetu wana asili ya ukoma kule kwao. Sallu ala alhabibi Muhammad. Wana asili ya ukoma, utajaa ukoma huko, watu wote wataharikiwa huko ndani. Koma kitu kibaya kabisa. Mtume ameusemea huo. Sasa tufanyaje? Kumwachisha tu, mwachisha tu. Unaje kumtoa tu, mwambie nenda zako kama nyumba, mwambie kakae huko kwa nyumba, lakini tunaja na wewe. Basi siku akaitwa kama bwana mdogo, fuatana na hali ambayo tumeipata, utatuia radhi, mwache binti yetu. Basi yule kijana akapata furaha siku ile, akamwacha yule mke, kisha akakaa, akapita nyumbani kwa yule mama. Kupita kaambia bana, nimeshafikia mahala nimemwacha yule binti wa falme. Basi mimi ndio nimetengeneza, wewe usingeweza, mimi nimetengeneza mambo yale. Mwenyezi Mungu amesema mwenyewe, inna kaida kunna adhim. Vile vitimbi vya wanawake Mungu amevisifu, kumbe anasema adhim. Wewe unataka kufanya kwamba wanawake hawana ujanja, hawana vitimbi na nini? Acha mchezo wako kuanzia leo bwana, ningekuacha kule. Kwa hiyo kina mama wakitaka jambo lifai litafaa, na wakitaka liharibiki litaharibika, lakini kwa bahati nzuri wao wanapenda sana kutengeneza mambo yakakaa vizuri. Tunawashukuru wote kwa niaba ya Sheikh Yusuf Hussein Subki, na tunashukuru familia ambayo imesimama vizuri, kina Muhdhar na ndugu zake wote, Sheikh Yusuf na jamaa wake wote wale mzunguka wa karibu. Mwenyezi Mungu nao atengenezee mambo yao yakae vizuri, bila kumsahau ndugu yangu Sheikh Darweshi Muhadda ambaye angesimama hapa leo tungefurahi sana, na leo amevaa kofia ya ajabu imesimama. Waarabu wanaita burnus, kofia namna ile ina jina lake maalum, sio khalansu, inaitwa burnus.